Habari ya wakati huu mpendwa, mtazamaji wangu kutoka hapa studio zetu pendwa, vitabu na uchambuzi. Na leo tutakuwa na kitabu bora sana ambacho kimeandikwa na ndugu Joel Nanauka, na ni kitabu kinasema Dira, yani kina kichwa Dira, lakini kimeeleza mkakati wa kujenga taifa lenye nguvu. Mkakati wa kujenga taifa lenye nguvu. Ndugu Joel Nanauka ameandika na kueleza mambo mengi kama ambavyo amekuwa akifanya katika vitabu vingine ambavyo tumechambua huko nyuma, lakini utakuwa na mchambuzi wako Japhet Katana ambaye nitachambua kitabu hiki kinaitwa Dira, na nitakuelezea yale ambayo mimi nimeyapata baada ya kusoma kitabu hicho. Lakini zaidi sana ninakusii ukatafuta nakala yako ya kitabu hiki kwa kipande cha au idara ya watu wa mauzo wa vitabu vya Mheshimiwa Joel Nanauka. Unaweza ukavipata na ukajisomea zaidi na kujua ni mikakati gani hiyo muhimu ya kujenga taifa imara na lenye nguvu. Nitakuwa ninarejelea baadhi ya mambo kadhaa ambayo mimi nimejifunza kutoka kwenye kitabu hicho, na tuanze kama ifuatavyo. Mkakati uliojificha unaotengeneza mataifa yenye nguvu. Mkakati unaweza kutengeneza Tanzania yenye nguvu pia. Kwa kuwa mataifa yenye nguvu yanatengenezwa na mikakati, basi hivyo pia Tanzania imara inaweza ikatengenezwa na mikakati pia. Kila taifa lina nafasi ya kuwa taifa imara na lenye nguvu, japo si yote yatafanikiwa matamanio ya kuwa imara na yenye nguvu. Unaona, kwa kila taifa lina nafasi, liko na nafasi ya kuwa taifa bora na lenye nguvu, lakini sio kila taifa litafanikiwa kufikia hayo matamanio walionayo. Na ukiacha kupima nguvu ya taifa kupitia jeshi lake au mambo yake mengine, lakini zama hizi nguvu ya taifa inapimwa zaidi kiuchumi, kiteknolojia na ubora wa watu wake katika maarifa na ufahamu. Kwa haya mambo matatu ndio ambayo kwa sasa yanapimwa zaidi katika taifa ili liwe na nguvu. Ya kwanza ni uchumi, ya pili ni teknolojia, na ya tatu ni ubora wa watu katika maarifa na ufahamu. Lakini nyingine ya nne ambayo imezoeleka kama kawaida ya taifa lenye nguvu basi ni jeshi. So katika kuendelea kuchambua kitabu hiki, ningependa kwa dhati kabisa ujue mambo haya ya kwamba kwa sasa mataifa hayapimwi kuwa yenye nguvu kwa kuangalia jeshi peke yake, bali kwa kuangalia uchumi, teknolojia na ubora wa watu katika maarifa. Na mataifa makubwa leo yaliwahi kuwa madogo, na mengine yalitumia muda mrefu hata kufikia hapo yalipo leo, mengine yalitumiwa muda mfupi. Naona kwa kuna mataifa ambayo yametumia muda mrefu kufika yalipo, na mengine yametumia muda mfupi, na kuna mengine ambayo hata sisi tuliwazidi, tulikuwa mbele yao, wengine tulikuwa sawa nao, lakini leo wametuzidi kama taifa, kwa sababu kuna mikakati ambayo walikuwa nayo ya kufanya imara, ya kufanya nchi zao kuwa bora na imara. Miaka ya nyuma nchi zilifilisika kwa uwezo wa kupigana vita, zilisifika. Miaka ya nyuma nchi zilisifika kwa uwezo wa kupigana vita na kuteka mataifa mengine. Mfano, Alexander the Great wa Macedonia alisifika kwa hili. Miaka ya baadaye rasilimali adimu kama madini, mafuta ziliongoza kutengeneza mataifa imara. Naona kwa kipindi cha nyuma mataifa yalikuwa yanasifiwa kwa uwezo wa kutanua mipaka, yanaenda yanapigana, yanachukua mipaka, yanajiongezea mipaka na watu na yale yote. So alikuwepo huyu mtu anaitwa kiongozi mmoja wa Macedonia, alikuwa anaitwa Alexander the Great. Huyu alikuwa ana uwezo mzuri wa kupigana vita, lakini baadaye ikaanza tena kupimwa uwezo wa mataifa, ubora kwa madini, mafuta, na haya yote yalikuwa yanaongoza kutengeneza mataifa imara. Baada ya muda, nguvu ya viwanda, ubunifu, uzalishaji bidhaa ulichukua hatamu. Naona kwa baadaye viwanda na mageuzi haya, mapinduzi katika viwanda yakaanza kuchukua hatamu, lakini kabla ya teknolojia haijachukua nafasi kutengeneza
utajiri wa mataifa. Kwa unakuta baadaye sasa teknolojia imeingia kuchukua nafasi ya kuyafanya mataifa imara. Kwa sio jambo la kupuuza. Ukiona taifa liko imara kwenye teknolojia, bali linakuwa ni taifa lenye nguvu. Taifa lolote ambalo halina teknolojia imara ni taifa dhaifu, hata kama lina wanajeshi ambao wanaweza kuwa wanainua mawe makubwa na majabali makubwa, bado taifa hilo litakuwa ni dhaifu kwa sababu ya kukosa watu wenye fahamu chanya, lakini teknolojia imara. Mwelekeo wa ulimwengu unaonyesha kila baada ya miaka kadhaa kuna mataifa mapya yenye nguvu huinuka. Japo ukifuatilia kwa makini utaona kuna muundo pattern unaotumia kufuata hata kuwa taifa imara. Unaona haya mataifa yenyewe hata kuwa mataifa imara, kila baada ya muda kuna mataifa imara yanaibuka au yanainuka. Kwa haya mataifa yana mfumo fulani ambao yanaofuata ya kwanza kuona hayo mataifa yanakuwa imara. Lakini nje na hapo basi na taifa ataendelea kuwa dhaifu. Kama uko kwenye taifa ambalo halina hiyo mikakati, taendelea kuwa dhaifu na wengine wakiendelea kuwa imara na kukua. Kitabu hiki kinatoa mwongozo na ramani kwa viongozi wa serikali na taasisi za umma. Inapaswa kueleweka kwamba mwananchi mmoja na kuwajenga ufahamu huu katika makuzi ili kuona nafasi zao katika kujenga taifa lenye nguvu. Naona kwa sababu ufahamu huu wa dira ni muhimu sana kuhakikisha unajengwa kwa vizazi, hata wanafunzi mashuleni wanajua, wanaelewa, ili kila mmoja ajue nafasi yake katika kulijenga taifa imara, ajue nafasi yake katika kuinua uchumi, kuinua nchi yake, ajue ana mchango katika kulifanya taifa lake kuwa taifa imara na wenye nguvu. Na pia kwa ajili ya watu wa serikali kuhakikisha wanafanikisha haya mambo ya kufanya taifa lao kuwa imara, ambao wako kwenye mamlaka wakati huo, ni vema sana kuhakikisha wanajua mambo haya ili wasaidie katika kufanya maamuzi kwenda huko. Lakini dira ni mkusanyiko wa mawazo ya mwandishi ili kuinua taifa lenye nguvu. Alafu anaongezea kuwa na kupenda Tanzania. Hii ni jambo ambalo mwandishi ndugu Joel Nanauka anaeleza wazi ya kwamba kwa mawazo yake anaipenda Tanzania, na ameweka mawazo kadhaa ambayo ameyakusanya kutokana na tafiti zake mbalimbali na mambo kadhaa aliyojifunza na kuyapata maarifa na kutafiti kuona mataifa namna yanakuwa imara. Basi na yeye akaamua kuandika na kukusanya na kuweka mawazo yake pamoja ili kufanya Watanzania wajue, lakini mataifa ambayo yanatamani kuwa mataifa imara yapate ufahamu wa namna hii. Jinsi ya kujenga uzalendo ndani ya mioyo ya watu, rising patriots, kujenga uzalendo ndani ya watu. Namna gani unaweza ukajenga uzalendo ndani ya watu? Kutoka katika barua ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kongo Patrice Lumumba, ambaye alikuwa gerezani Thiepsville kwenye jiji la Leopoldville Kinshasa. Aliwaandikia barua mkewe Pauline na mwanae kabla ya kuuawa kikatili na wakoloni na kuyeyusha mwili wake katika tindikali. Naona aliandika mengi mazito katika barua yake, na ndipo unaona uzalendo unabebwa mioyoni. Alionyesha kwa namna yeye na wenzake wameyatoa maisha yao kupigania uhuru na maslahi mapana ya Kongo, na zaidi ya kuwa ya kujitoa maisha yao kafara, anawataka na wanawe waige mfano huo. Alieleza kuwa kwake hakuna aina wala kiwango cha mateso kitakachomfanya asaliti nchi yake. Kwake kufa akiwa mzalendo na kusimamia nchi yake ilikuwa bora kuliko kusaliti kwa namna yoyote ile. Nchi nyingi za Afrika baada ya kupata uhuru zilijikita zaidi katika kujenga nchi na kuacha kujenga watu waliowasaidia kupata uhuru. Naona kwa uhuru ulikuwa ni mfano mmoja wa huyu Patrice Lumumba wa Kongo. Kuna mambo makubwa aliyofanya, ni baba wa taifa la Kongo hata sasa, na alikuwa ni mzalendo, amepambania uhuru wa Kongo
alikuwa na maono chanya kwa ajili ya Kongo, lakini anaelezea namna ambavyo hayuko tayari kusaliti nchi yake hata kwa mateso ya namna yoyote ile yangeweza kumpata. Na anasema baada ya uhuru nchi nyingi zilijisahau. Ilikuwa kabla ya uhuru zinapambana kujenga watu ili wapambanie uhuru, na baada ya kupata uhuru wakapambana kwanza kujenga nchi na miundombinu, lakini wamesahau kujenga watu ambao wanapaswa kuendelea kujenga nchi na kuifanya nchi kuwa bora na imara. Na sipojengwa watu kwenye nchi, basi nchi ya hiyo inakuwa dhaifu, pamoja hata kama ina miundombinu ambayo ingekuwa ni bora. Ujenzi wa nchi unaweza kupimwa kwa vitu vinavyoonekana kama barabara, viwanda, hospitali na kadhalika. Ujenzi wa taifa huwa unaanzia mioyoni mwa watu. Kwa ujenzi wa taifa haupimwi kwa vitu vinavyoonekana, miundombinu inayoonekana, kunapimwa na hali kunaanzia mbali kabisa katika hali ya mioyo ya watu. Nchi huwa inaweza kuelezewa kwa kuangalia mipango yake ya kudumu ya ardhi, naona watu wanaoishi humo na serikali yake. Pande mwingine, taifa linajengwa na watu wenye sifa ya utamaduni unaofanana, unaowatambulisha, similar culture and character. Naona kwa nchi inaweza kuangaliwa kwa mipango yake ya kudumu, ardhi, watu na serikali yake, lakini taifa, kwa kuna tofauti ya nchi na taifa, unapaswa kuelewa. Taifa linajengwa kutokea mioyoni, wakati nchi watu wanajenga vitu vinavyoonekana. Lakini mtu akiwa na sense of nation, patriotism, mzalendo, ana uzalendo wa ndani kwa ajili ya nchi yake, basi kuna vitu kadhaa ambavyo utavipata na kuviona kutoka kwake, hata asipokuwa na mambo kadhaa fulani ya kuyasema, lakini atakuwa na vitu vya kuonyesha. Nchi inaweza kutambuliwa na serikali yake, bali utaifa wa nchi huwa unatambuliwa kupitia tabia, karakta za watu husika. Unaona, kwa nchi inaweza kutambulishwa na serikali au kiongozi aliyepo, lakini nchi au taifa utaifa wa watu unatambulishwa kupitia tabia ya watu husika. Unakuta sema ni wakarimu, ni watu wa namna gani, kwa sababu ya watu kwa ujumla. Tabia ya watu inalitambulisha taifa. Kabla hujafikiri kitu cha kufanya ya kuwafanyia watu, fikiria matokeo ya aina ya watu mnaotaka kuwajenga. Mataifa imara yamefanikiwa kujua aina ya watu wanaotaka kuwa kama taifa. Marekani kwenye aya ya pili ya tamko la uchumi, la uhuru, Declaration of Independence, walitamka kwa wazi wao ni taifa la watu sawa. Unaona, hii kauli mbiu ya watu wa Marekani ni mapema sana, walikuwa baada ya uhuru wakaweka tamko la uhuru ya kwamba Marekani au Wamarekani wote ni watu sawa. Msemo huu ulianza kupokelewa kuwajenga taifa lenye fursa sawa kwa watu wote kama utamaduni na tabia yao, land of opportunity. Kwa unakuta maana mpaka leo watu wote wengi wanaona Marekani ni kama eneo au Amerika kama eneo la watu kukimbilia, kwa sababu wameweka mfumo huu wa kuona usawa na fursa sawa kwa watu wote. Walianza kuwaaminisha watu wao na dunia kwa ujumla kuwa mtu yeyote akienda nchini kwao akiwa na uwezo na bidii anaweza kufanikiwa. Imezalisha kauli mbiu ya muda mrefu, national slogan inayoitwa American Dream. Kwa hii ikatengeneza kuwa na kitu ambacho nasema ni ndoto ya Marekani. Kwa sababu hiyo hata watu wa asili zingine wanapokuwa Marekani wanaamini katika Marekani, kujivunia kama wazalendo. Naona taifa hili linaongoza kwa muda mrefu kuwa na watu wazalendo, na pia linaongoza kuwa na watu wengi wasio asili ya taifa hilo. Naona Marekani na watu wengi ambao si wa asili ya taifa hilo, lakini wanapenda hilo taifa na wanakuwa wazalendo kwa taifa hilo kwa sababu ya misingi na mifumo ambayo ilianza kujengwa kwa ajili ya kutengeneza taifa la namna hiyo. Ni muhimu nchi inapoendelea kujenga vitu vinavyoonekana ijikite kwa kujiuliza, kuandaa mkakati wa kujenga utaifa ndani ya watu wake, ili
wajivunie nchi yao. Kwa nchi inapojenga vitu isisahau kuwajenga watu ambao watafurahia utamaduni na namna ya nchi yao. Israeli waliwahi kusambaratika kwa zaidi ya miaka 2000, lakini kwa sababu waliweza kujenga taifa ndani ya watu wake, tarehe 18 mwezi wa 5 1978 waliweza kuinuka tena, wakirudi hodari kutoka pande mbalimbali za dunia. Unaona, hawa watu waliwahi kusambaratika zaidi ya miaka 2000, lakini baadaye wamekuja kurudi pamoja kwa sababu walifanikiwa kuijenga utaifa Israelites. Kila mmoja anajisikia kuwa yeye ni Mwisraeli. Kwa hata baada ya miaka kapita, sasa hizi wanarejea makwao, wanaendelea kujenga nchi yao. Je, sisi kama Watanzania tukisambaratika kwa miaka zaidi ya 2000 tunaweza kurudi tena kuwa kama nchi moja? Nakuta ni jambo gumu. Kama Watanzania tukisambaratika leo, tuseme mipaka ya Tanzania ikafutika, kila mmoja akapotea, akasambaratika mahali mbalimbali. Je, tunaweza tukarudi tena kujenga Tanzania baada ya miaka zaidi ya 2000? Vizazi na vizazi vimepita, unakuta ni ngumu. Lakini kwa sababu taifa limejengwa ndani ya watu, inasaidia watu hao kujijua wao ni wakina nani, wanajua asili yao ni wapi, wanajua namna ambavyo wanasimama kuwa wao si watu wa aina nyingine. Je, jambo lingine ambalo tulitafute kinachowafanikisha Israeli ni kujenga utaifa ndani ya watu wao. Kumbuka, mwananchi anaweza kutambuliwa kwa kitambulisho chake, hati ya kusafiria passport, lakini utaifa unatambuliwa kupitia kilichojengwa kwenye moyo wa watu. Kwa utaifa unajengwa ndani ya mioyo ya watu. Nationalism versus patriotism. Nationalism na uzalendo. Naona kuna nchi nyingi walipokuwa wanajenga uzalendo wakajikuta wameishia kujenga nationalism, kitu ambacho si sawa na uzalendo. Kwa nationalism, yani mtu kuipenda nchi si sawa na mzalendo kwa ajili ya nchi yake. Mzalendo ni mtu anaipenda nchi yake, ambapo anakuwa tayari kuitetea kwa kiwango cha kutoa uhai wake. Vile vile anawaheshimu watu wa mataifa mengine, akijua tunategemeana. Kwa huyu ni mzalendo. Lakini nationalist ni mtu anayejipambanua si tu kwa kuipenda nchi yake, bali anakuwa na chuki na watu wengine wasio wa nchi yake, hata kuwa na mikakati ya kuwadhuru, kuwakandamiza au kuwapandikiza chuki kwa watu walio tofauti naye. Hawa huwa wanatanguliza sana fikra za national superiority na national dominance. Hawa wanataka taifa lao liwe ni la kutawala watu wote, au liwe ni bora kuliko mataifa mengine. Kwa hawa wanajikuta wanaenda kinyume, wanataka kudhuru hata watu wengine kwa sababu ya kuangalia zaidi kwenye kupenda kuwamiliki wengine na kuona wao ni bora kuliko wengine. Aina mbili za uzalendo: blind and destructive patriotism, uzalendo kipofu. Au huyu mtu anaipenda nchi ila ana udhaifu katika maeneo matatu: rigid identification, staunch alliance na intolerance of criticism. Naona kwa huyu ambaye ni mzalendo wa nchi zake, ambaye ni mzalendo kipofu, yaani mtu huyu anaamini yeye ndio mzalendo, hakuna mwingine kuliko yeye, chama chake au nchi yake. Unaona huyu, yani hakuna kilicho kizalendo kuliko chama chake. Anaamini watu wote walio kinyume na mtazamo wake sio wazalendo. Anaamini wote ambao wana vyama, wana mitazamo, wana itikadi tofauti na zake, hao wote sio wazalendo, ila peke yake ndiye mzalendo. Huyu ni mzalendo kipofu. Lakini mwingine akiamua kumsapoti mtu au chama fulani, hata kama kimepoteza mwelekeo wa kuendelea, umepoteza mwelekeo, lakini huwa anaendelea kulazimisha kusapoti kila
aliye kinyume na anachosapoti anamgeuza kuwa adui yake. Huyu ni mzalendo kipofu. Lakini jambo la tatu, kwa mzalendo kipofu, anakuwa yuko tayari kukosolewa. Kila anayemkosoa, hata kama ni kwa nia ya kujenga, basi anamuona ni adui, anamchukia, na ikiwezekana anamtafuta njia ya kumdhuru, kumteka, kumuua, kwa sababu anakuwa yuko tofauti na mawazo yake. Huyu ni mzalendo kipofu. Jambo lingine la tatu au la pili, ambalo ni constructive patriotism au genuine patriotism, uzalendo wa kweli. Mtu wa aina hii anapenda nchi yake na huwa anaambatana na flexible identification, support and constructive constructionism, na desire to implement positive changes. Huwa yuko tayari kusimama na kilicho sahihi kwa maslahi mapana ya nchi yake na kupinga kilicho kibaya kwa maslahi ya nchi yake. Anaweza kutoa support kwa wengine, kwa wanaoijenga nchi yake, hata kama hawako upande wake. Pia anakubali kukosolewa, na kwa ajili ya ujenzi wa nchi huwa hapigi vita wala kuwachukia wale wanaomkosoa. Unajengaje uzalendo ndani ya wananchi? Ya kwanza, namna za kujenga uzalendo ndani ya wananchi. Ya kwanza, security, protection and justice. Ulinzi, usalama na haki. Hii ni namna ya kwanza ya kujenga uzalendo ndani ya watu. Ni wajibu wa serikali ya kila nchi kuwalinda watu wake. Mtu anapojihisi salama, yeye na mali zake, inaamsha uzalendo. Mtu anapoona vyombo vya ulinzi na usalama vinamlinda, si kumkandamiza, na vyombo vya haki vinamsimamia haki, si kumuonea, lazima itaibua uzalendo. Watu walio nje ya nchi wakipata changamoto, wakipata msaada wa haraka, inainua uzalendo. Wananchi wanapokuwa na matatizo, wakisaidiwa na vyombo vya usalama bila rushwa au uonevu, inainua uzalendo. Kwa ni rahisi kujenga uzalendo kama wananchi watakuwa salama, watakuwa wanapata ulinzi, lakini wanapata haki. Haya matatu yakizingatiwa, uzalendo unaanza kuinuka ndani ya watu. Kujenga mfumo imara ya haki na usimamizi wa sheria vinainua uzalendo ndani ya watu katika nchi. Njia rahisi ya kuondoa uzalendo ndani ya watu ni vyombo vilivyopaswa kuwalinda vinapogeuka kuanza kuwakandamiza. Kwa vyombo vile ambavyo vinapaswa kuwalinda wananchi vinawakandamiza, hapo uzalendo wa watu unaondoka. Watu kuipenda nchi yao kunaondoka, kwa sababu tayari inainuka chuki ndani yao ya kuona wanakandamizwa. Jambo lingine zuri la pili ambalo linapaswa kujulikana, linalosaidia kujenga uzalendo, linaitwa wealth sharing, kufaidika na rasilimali kwa wote. Kila mwananchi aone fursa ya kunufaika na rasilimali za nchi husika. Rasilimali zisiwe kwa ajili ya watu fulani wachache au dini fulani au watu wa ukanda fulani. Rasilimali za nchi ziwanufaishe watu wote. Kwa kama nchi imejaliwa rasilimali, basi rasilimali hizo ziwanufaishe watu wote, zisiwe tu rasilimali kwa ajili ya kuwanufaisha watu fulani au dini fulani au ukanda fulani peke yao. Namba tatu ambayo inajenga uzalendo ndani ya watu ni school system, mfumo wa shule au mfumo wa elimu. Hapa mfumo wa elimu unajikita kuandaa watu kuwa namna fulani, si kuwapa elimu tu. Hapa ni muhimu kuwa na mada zitakazofundishwa ili kutengeneza watu kuipenda nchi yao na kutumia elimu yao kuisaidia nchi yao. Hapa haipaswi kusubiriwa hata watoto wawe wakubwa wapeleke jeshini, bali tangu wakiwa wadogo mtazamo wao kuhusu misingi na maono ya nchi iwe sehemu yao. Kwa watu wafundishwe toka wakiwa wadogo, waelekezwe kuhusu nchi yao, wafundishwe mambo yanayohusu nchi yao. Haya yatawasaidia wakijifunza, wakayaona, wakijifunza demokrasia, wakitoka wanaiona demokrasia ya kweli, wakijifunza kuhusu namna serikali inapaswa kuwajibika kwa wananchi, wakitoka wanaona kweli serikali inawajibika kwa wananchi wake. Hapo inawasaidia watu kuwa na uzalendo. Lakini kama wanafundishwa A, wanaona kinachofanyika ni B au C,
inawaletea changamoto hata kuelewa kwa namna gani walikuwa wanajifunza hiyo misingi ambayo haifanyi kazi katika jamii yao. Namba 4, namna kujenga uzalendo ni vyombo vya habari, media frontiers. Hawa vyombo vya habari vinaweza kutumika kujenga uzalendo kwa kuondoa uzalendo katika mioyo ya watu. Kama nchi inapaswa kuwasaidia wanahabari kuhusu namna ya kuchuja na kuripoti habari zao, na zaidi kuandika kwa uzalendo wa nchi. Ni muhimu pia kutazama digital platforms hizi si tu mainstream media, maana sasa mtandao ya kijamii inaweza kutumika kujenga uzalendo kwa watu. Kwa hizi ni namna ambazo zinaweza kusaidia kujenga uzalendo. Nguvu ya nchi haiko katika rasilimali nyingi, bali kujenga uzalendo katika mioyo ya watu ndiko kulijenga taifa. Jenga uzalendo kwenye mioyo ya watu, basi unakuwa umelijenga taifa. Namna ya kutengeneza vipaumbele vya sekta maalum za uchumi, sectorial economic priorities. Takwimu zinasema kufikia 2050 nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara zitakuwa na wananchi wengi walio na umri chini ya miaka 25. Hii ni njema kwa ukuaji wa uchumi, maana nguvu kazi ya vijana hawa ni kubwa. Awamu 4 za kupita kwenye kukuza uchumi kama nchi. Ya kwanza, expansion, kutanuka kwa uchumi. Hapa ongezeko la shughuli za uzalishaji, mauzo na nafasi za kazi. Namba 2, kufikisha kilele cha ukuaji wa uchumi, peak. Hapa uchumi hukua kiwango cha juu sana. Kama hakutakuwa na mabadiliko yoyote, basi huja kipindi kingine ambacho ni kusinyaa kwa uchumi, contraction. Hapa shughuli za uchumi hupungua na kushuka chini. Lakini 4, trough, uchumi hushuka hata chini kabisa. Hii hutokea endapo hakuna hatua zitakazochukuliwa tangu hapo juu. Amefunza kutoka katika Asian Tigers. Hapa amefafanua, ameangalia kutoka kwa Asian Tigers ambao ni nchi 4 ambao ni Singapore, South Korea, Taiwan na Hong Kong. Maeneo 4 yanaweza kutumika kama kipaumbele kuinua uchumi wa nchi. Ya kwanza, kuongeza tija katika uzalishaji, improving productivity. Ya pili, uwekezaji katika elimu ya kimkakati na kiuchumi. Kuwekeza katika elimu kimkakati kiuchumi, hii itasaidia. Lakini namba 3, maeneo 4 yanaweza kutumika kama kipaumbele kuinua uchumi wa nchi, kuongeza tija katika uzalishaji. Ya pili, kuwekeza kimkakati katika elimu kiuchumi. Lakini 3, kukuza mitaji ya watu, human capital. Hapa watu wazingatiwe. Pia kutosahau diasporas, hawa watu walio nje ya nchi wawekewe mazingira mazuri, kuwekeza nyumbani. Pia kushirikisha fursa huko kwetu, huko waliko na hapa kwetu, watazamwe kama rasilimali na wazalendo, tusione kama tumewapoteza. Kwa hawa watu wazingatiwe kwa ujuzi walionao huko nje za nchi, wanaweza kuifaa nchi kuwa bora na kujenga zaidi. Kuwekeza katika miundombinu ya kimkakati, strategic infrastructure. Kujenga miundombinu ya kimkakati kutalisaidia taifa kuwa imara. Miundombinu ya aina 3 taifa linalotaka kuendelea lazima liwekeze kwayo. Kwanza, miundombinu isiyoonekana, soft infrastructures, mfano taasisi ya afya, elimu, fedha, mahakama. Hizi ni soft infrastructure. Kwa hii lazima zijengwe kwa uzuri, itaisaidia nchi kukua na kuwa imara. Na pili, miundombinu inayoonekana, hard infrastructures, mfano barabara, mitambo ya mawasiliano na kadhalika. Lakini ya 3, miundo muhimu sana, critical infrastructures, miundombinu muhimu sana, critical infrastructure, mfano gesi asilia, viwanja vya ndege, uzalishaji wa dawa za binadamu, mitambo ya kuzalisha umeme na kadhalika. Hizi vyote vinaweza kuifanya nchi kuwa nchi imara. Lakini vyanzo vya nchi kupata fedha kuwekeza katika miundombinu hii, ya kwanza ni kutumia mapato ya ndani. La pili, uwekezaji kupitia sekta binafsi.
Ya tatu, ushirikiano wa sekta binafsi na sekta za umma, public and private partnership. Hii yote inaweza kusaidia, lakini ya hiyo inaweza kawa ni mambo yanaweza kusaidia fedha ikapatikana ili nchi iwekeze kwenye miundombinu hii hapa, soft infrastructure, hard infrastructure and the critical infrastructure. Inaweza zikapatikana fedha kutokea kwenye hizi namna tatu. Lakini sera wezeshi, hili itakuwa ni jambo lingine linaweza kuisaidia nchi kuwa imara zaidi na zaidi. Sera wezeshi, enabling economic policies, kuwa na sera wezeshi katika sekta maalum ambazo taifa linazitumia ni jambo la msingi sana. Tunaona Korea Kusini walikuwa wakitoa support ya kifedha kwa viwanda vikubwa ikiwemo vinavyozalisha vifaa tiba na kemikali, huku Taiwan wao walikuwa wanatoa fedha kusaidia viwanda ambavyo bidhaa zake zilikuwa zinauzwa nje ya nchi. Sera zaidi muhimu, waliamua kutumia zaidi ya bajeti zao, budget deficit, kuhakikisha hawana madeni kabisa nje ya nchi au madeni kidogo sana. Unaona, kwa deni la taifa walikuwa wanadhibiti kwa kuhakikisha wanaishi ndani ya bajeti zao, lakini pia wanahakikisha au wana deni kidogo ili makusanyo yao yasiende kulipa madeni, bali yawafae kuongeza tija kwenye nchi zao. Hata ukiwa na fursa nyingi za kufanikiwa kama nchi, ni vema kuwa na sekta za vipaumbele. Hizi zitasaidia kuweka sera nzuri na kuandaa taaluma kupitia elimu watakaosaidia kufanya taifa kuwa na nguvu. Jinsi ya kujenga taasisi imara zenye uwajibikaji, building strong institution for accountability. Tarehe 11 mwezi wa 7 2009, Rais wa Marekani Barack Obama alitembelea Afrika. Katika hotuba yake kwenye bunge la Ghana alisema, Africa does not need strong men, it needs strong institution. Yaani Afrika haihitaji watu imara, inahitaji mifumo imara. Japokuwa wahitajika watu wenye mapenzi mema na nchi zao, kuunda na kusimamia taasisi hizo. Montesquieu 1689 hadi 1775 wa Ufaransa aliwahi kusema, in the infants of society the chief of state shape its institution, later the institutions shape the chiefs of states. Yaani jamii inapokuwa changa, viongozi wa nchi hiyo ndio wanaotengeneza taasisi, ila baadaye taasisi zinatengeneza na kuwasimamia viongozi wa nchi. Kwa viongozi, nchi zikiwa changa, wanapaswa kujengea mifumo, lakini hiyo mifumo baadaye inaanza kuwasimamia viongozi. American Independence Declaration iliundwa na watu 5 wenye nguvu wanaopenda taifa lao. Pia walijikita kuunda taasisi imara na si kujipandia nguvu ya mtawala mmoja mmoja. Nchi yenye taasisi imara inasaidia watu kutenda kinyume na utaratibu. Pia inasaidia maono ya nchi kuendelea bila kujali nani atakuwa kwenye nafasi ya kutawala. Hatua 3 za lazima: kuwa na sera zinazoweza kubadili maisha ya watu. Ili ziwe sera zenye nguvu kama lazima ziwe na ujumuishi na ushirikishwaji wa watu, pia watu waone wanazimiliki. Lakini pili, kujenga taasisi imara zitakazosaidia kutafsiri na kuzisimamia sera zilizowekwa ili ziweze kufanya kazi. Taasisi hizi zinapaswa kuwa na nguvu kiasi ambacho zitasimamia maslahi ya nchi na hakuna mtu anayeweza kuziumbisha kwa matakwa yake binafsi au matakwa yake yoyote. 3, kuimarisha uwezo wa watu katika kusimamia sera na taasisi. Hii itakuwa ni namna ya kusaidia katika kujenga taasisi imara. Lakini aina 5 za taasisi imara zinazopaswa kujengwa kwenye kila taifa. Mfumo ya kitaasisi ya jamii, hii ndio kusimamia tunu au values, desturi, norms na mifumo ya utendaji wa jamii husika. Ya kwanza ni family. Kukosa familia imara ni kukosa taifa imara. Kwa moja
Taasisi inapaswa kujengwa na kuzingatiwa ni ya kifamilia. Familia ndio msingi ambapo mtu anapaswa afundishwe msingi wa maisha na utu. Leo hii imekuwa kawaida watoto kulelewa na mzazi mmoja, kupelekwa shule za awali au vituo vya malezi wangali bado wadogo sana. Hivyo wanakosa kujua misingi na mambo mbalimbali ya kuja kulisaidia taifa. Namba 2, uchumi, economic. Unapaswa kujengwa katika ngazi 3. Primary, hapa uzalishaji na uchimbaji wa rasilimali asilia. Secondary, hapa uchakataji na uongezaji thamani wa malighafi kutoka primary. Lakini 3 ni tertiary, hapa ni huduma kama vile za fedha, mawasiliano, elimu, afya, utalii na kadhalika. Namba 3 ni dini au religion. Hii inasaidia watu kupata utoshelevu wa nafsi, pia kuwa na hofu ya kutenda mabaya zaidi. Dhamira ya taifa ndani yao, mioyo yao watu hao. Hii husaidia kuishi kwa amani na utulivu. Taasisi za dini zinaweza kuwa msaada kuleta maendeleo kwa kujenga shule, hospitali na kadhalika. Viongozi wa dini wanaweza kuwa msaada inapotokea pande mbili zinasamiana wao kushiriki maridhiano. Taasisi za dini na viongozi wanatakiwa kuwa na ujasiri wa kupaza sauti ili kushauri, kukosoa na kukemea viongozi wa serikali pale ambapo yanafanyika mambo yasiyo sahihi. Ikiwa viongozi wa dini wamekuwa watu wa kusema ndio kwa kila kitu na kusifia, basi watu wanakuwa wamepoteza nguvu muhimu ya taasisi za dini katika taifa. Viongozi wa serikali wanawachukia viongozi wa dini kwa kuwa wamekemewa kwa mabaya, basi hutengeneza anguko la nchi zao. Taasisi za dini zifanye kazi zake kwa uhuru chini ya sheria zinazoongoza na zitumike kuandaa watu wema wanaowathamini watu wengine. Namba 4, taasisi inapaswa kujengwa kwa taifa imara ni elimu, education. Katika taasisi hii, endapo nchi huamua aina ya kizazi cha kukuza na pia maarifa na ujuzi msingi ambao wanataka kuwapa wananchi wao tangu wakiwa na umri mdogo. Hapa ndipo watu wanapofundishwa wanajitofautisha na watu wengine. Hivyo ni vema mfumo huu ukatoa nafasi ya uwezo wa kielimu na vipaji vyote kutumika kwa wananchi kama njia ya kufikia mafanikio. Namba 5, serikali, siasa, government or politics. Taifa imara ni lazima liwe na serikali imara ambayo inakubalika na jamii husika, legitimacy, ambayo ina uhalali, imechaguliwa kihalali, inaongoza kihalali. Lakini nje na hapo hakuna hatua nzuri itakayoonekana. Kazi kubwa ya serikali ni pamoja na kusimamia haki na sheria, kulinda watu wasidhuriwe, kutoa huduma muhimu kama elimu, afya, maji, barabara na kadhalika. Ili kuongeza uimara wa taasisi za serikali ni kuhakikisha uwajibikaji kwa kila anayepata nafasi kwa kutumikia nyadhifa mbalimbali, kutumia mfumo wa kupima matokeo kwa kila anayepewa jukumu, performance based contract. Watu wanaopata nafasi kufanya kazi za umma wanapaswa kupimwa kwa matokeo. Mbinu za kutengeneza mkakati wa kuwezesha wanawake kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi, women economic empowerment. Kutowapa fursa wanawake kushiriki katika shughuli za uzalishaji ni kama kupunguza nguvu nusu ya uzalishaji wa taifa. Sababu kadhaa zinazozuia ushiriki wa wanawake katika uzalishaji sawa katika utafiti wa Ifat Idris 2018 ni kwanza ni time poverty, maskini wa muda. Muda mwingi wanawake hutumia kwa shughuli za nyumbani wastani kwa masaa 4 ambayo ni kama 14%, huku wanaume wastani wa saa 1 kama 5% kwa siku. Hawa ndio wanatumia muda huo wa kufanya mambo ya nyumbani, na utafiti unaonyesha na Tanzania Gender hapa wanaitwa Tanzania Gender Network Program TGNP
Time Use walitoa hiyo kitu katika utafiti wao. La pili, gender disparities in education, kukosa uwiano kwenye elimu kati ya wanawake na wanaume. Wanawake wengi hawafiki ngazi za juu kabisa za kielimu, hivyo huingia katika soko la ajira na elimu ndogo, kupata fursa chache, pia kulipwa kidogo. Kwa sasa Tanzania, ripoti za takwimu za elimu za nchi Best Education 2021, Statistics Based 21 ilionyesha ingawa wanawake walioandikisha wengi darasa la kwanza kama 50.4, wanaume 49.6, lakini katika chuo kikuu wanaume huwa 60%, wanawake huwa 40%. Ina maana kati ya watoto wa kike 260 wanaoandikishwa darasa la kwanza ni mmoja tu ndiye hufika chuo kikuu. Namba 3, lack of access to productive knowledge in agriculture, kukosa maarifa ya kuongeza tija kwenye kilimo. Lakini changamoto nyingine namba 4, limited access to financial services, kukosa huduma za kifedha, kukosa haki ya umiliki vitu kwa wanawake wengi, wanakosa dhamana wanapohitaji mikopo katika taasisi za kutoa fedha zinazohitaji dhamana. Lakini namba 5, reproductive health pressure, changamoto ya afya ya uzazi. Wengi kwa takwimu wameolewa wakiwa wadogo chini ya miaka 20 na wamepata watoto, hivyo wanakosa elimu ya kutosha hata watu ambao wangewasaidia. Namba 6, traditional gender roles, majukumu yanayotokana na tamaduni zetu. Haya pia yanaweza kuwa kikwazo cha kuwazuia wanawake kuingia katika mfumo ya uzalishaji katika taifa. Ili kusaidia ushiriki wa wanawake kujenga uchumi, ni muhimu haya yafanyike. 1, kuwa na sheria na sera za kuwalinda na kuwawezesha wanawake. 2, maeneo haya manne yatazamwe. Mobility, usalama na urahisi wa usafiri wa miundombinu. 2, workplace, eneo la kazi, kuondoa sheria baguzi kwa wanawake maeneo ya kazi. C, salary work compensation, malipo na kupata hiyo inua mgongo na haya malipo kwa kutokana na kazi zao. Lakini D, marriage, ndoa, sheria za kuwalinda na unyanyasaji. E, parenthood, uzazi, sera wezeshi kuwasaidia kujiendeleza baada ya uzazi. F, entrepreneurship, ujasiriamali. Lakini G, asset, umiliki wa mali na sera za urithi na mirathi. H, pension, mafao, unapotokea wanaachwa na wenzi wao na watoto. Kusaidia. Namba 2, kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Huku katika mabunge kwa sasa duniani ni 26% ya wanawake katika mabunge, na kuna nchi zinawakilisha wanawake chini ya 10% kwenye mabunge ya nchi. 3, kuwajenga uwezo walioko katika nafasi za maeneo ya uongozi maeneo mbalimbali. Wanawake washirikishwe katika fursa mbalimbali. Pia uwepo mfumo wa kuwasaidia kuwajenga uwezo wa wanawake katika nafasi za uongozi katika sehemu za maamuzi. Haya yote yanaweza kusaidia kufanya wanawake kuendelea kuwa katika nafasi ya kushiriki katika uzalishaji. Jinsi ya kutumia kimkakati ongezeko la vijana kwenye nchi. Demographic dividend. Demographic dividends, hii ni faida kwa nchi inapata kuwa na kwa kasi ndogo ya uzalishaji, fertility, na pia kuwa na kasi ndogo ya vifo, mortality. Kwa watu vijana wanapokuwa wengi, na maana inakuwa ni faida kwa nchi katika swala la uzalishaji. Faida 4 zinazotokana na vijana wanaozalisha katika nchi. Ya kwanza, mtaji wa watu, human capital. Ya pili, ushiriki katika wanawake katika shughuli za uchumi. Ya 3, akiba, saving. Lakini ya 4, kupata ziada inaweza kusafirishwa nje za nchi, excess for export.
namna ya kuwa na mahusiano ya kimataifa kimkakati, strategic international relation. Mwaka 2001 Tanzania ilikuja na hii sera ya diplomasia ya uchumi ili kuweza kunufaika na uchumi wa mahusiano na nchi zingine. Nchi nyingi za Kiafrika zimekosa manufaa ya kimahusiano kutokana na kunyonywa na kukandamizwa na nchi zenye nguvu. Maeneo manne ya kujenga mkakati mpya wa mahusiano kimataifa ili kujenga taifa lenye nguvu. Ya kwanza ni kubadilisha mahusiano kutoka misaada kwenda kwenye biashara na uwekezaji. Lakini ya pili, kuongeza biashara baina ya nchi ambazo zinaendelea. Lakini ya tatu ni kuimarisha taasisi pamoja ili kuwa na sauti yenye nguvu. Lakini kupunguza utegemezi wa uuzaji wa bidhaa ghafi nje ya nchi. Asilimia 45 kati ya 54 za Afrika uchumi wao unategemea uuzaji wa bidhaa ghafi nje ya bara la Afrika. Usiyoyajua kuhusu viongozi wanaoleta mabadiliko, reformers. Kila kizazi ni muhimu kuwa na viongozi wenye maono na mtazamo tofauti kuweza kuzisaidia nchi zao kupiga hatua, mfano kama Thomas Sankara wa Burkina Faso. Changamoto 3 zinazowakabili viongozi wanaoleta mabadiliko au reformers. Ya kwanza ni kusalitiwa na viongozi wao wa karibu waliowaamini. Hawa pia ndio changamoto moja wanakutana nayo. Lakini changamoto ya pili wanakutana nayo hawa reformers ni tamaa ya kubadilisha katiba na hatari ya kuwa madikteta. Hii pia ni changamoto ambayo inawakuta reformers pale wanapoanza kusifiwa kuwa wao ndio wanafanya vizuri, wanaleta mageuzi, basi wanaanza kutamani kuendelea kukaa madarakani na kubadilisha katiba na wanajikuta wanakuwa madikteta. Tatu, wanachukiwa na kuwekwa vikwazo na mataifa makubwa. Kwa hawa watu reformers waleta mabadiliko na mageuzi, wanachukiwa na mataifa makubwa na kuwekewa vikwazo. Lakini ni vema kila nchi ikapata viongozi wa namna hii, kuwa na mifumo bora ya kitaasisi ili iweze kusimamia sheria. Lakini kiongozi kuanza kuandaa mapema succession plan, kurithisha maono kwa kizazi kinachofuata. Hili pia litakuwa ni jambo jema sana kwa nchi ili iwe imara, maono yaendelee kulindwa na kuwa imara pale ambapo wanaandaa succession plan, kurithisha maono kwa kizazi kingine, kwa ili kila kizazi kiwe na maono yale ambayo viongozi waliotangulia walikuwa nayo. Basi kwa kitabu hiki kwa mimi yale niliyojifunza, ni kitabu kikubwa, kina mambo mengi. Naweza ukawasiliana na wanauza timu ya mauzo au timu ya masoko ya Joel na Nauka, ukajipatia kitabu hiki kwa kusoma kwa kina, dira, mbinu au na mikakati ya kujenga taifa imara. Hii itakusaidia kuona na kupata picha kubwa zaidi kwa yale ambayo yanakuwa yakiendelea nyuma ya pazia katika kujenga mataifa makubwa na imara. Binafsi nimejifunza mambo mengi na nimeona pia mambo mengi katika kitabu hiki ambayo yamenisogeza hatua yangu kiufahamu katika kujua namna ambavyo tunaweza tukajenga taifa likawa imara, namna ambavyo tunaweza tukaifanya nchi yetu ikawa imara, namna ambavyo tukipata viongozi ambao wanaweza wakawa na uhalali na kaiongoza nchi yetu katika mifumo kusimamia mifumo iliyo imara na tukawa taifa imara. Ni furaha sana kuhakikisha kuona nchi yetu inakuwa imara na inakuza uzalendo wa kila mmoja. Ni furaha yetu na inapaswa kuwa dhamira yetu. Tunaleta maarifa ya namna hii kwa ajili ya kuendelea kusogeza maarifa karibu na wewe, ili kila jamii ijue mikakati ya kujenga taifa imara. Kama wewe ni Mtanzania umesikiliza kitabu hiki na uchambuzi wake, zingatia, yaweke moyoni, endelea kuyaishi, waambie watu wengine. Tunatamani kuona nchi yetu ikiwa imara na ikiwa katika misingi ambayo tutakuwa tukiongozwa katika misingi ambayo inapaswa, na nchi yetu inakuwa katika ule msingi ambao tunautarajia. Zaidi sana tunajenga uzalendo na tunajenga utaifa.
Unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu hii Vitabu na Uchambuzi, na tumechambua vitabu vingine kadhaa huko nyuma. Unaweza ukapitia kwa ajili ya kuendelea kujiongezea maarifa, lakini subscribe ili jumbe zetu ziendelee kuwafikia watu wengi zaidi, ili tuendelee kujifunza pamoja. Mimi ni mchambuzi wako wa vitabu Japhet Katana, na ninakushukuru sana kwa muda wako. Nimefurahi sana kuwa pamoja na wewe toka mwanzo wa uchambuzi wa kitabu hiki mpaka hapa tunapofikia tamati. Ninakushukuru, na usikose katika episode zinazofuata katika uchambuzi wa vitabu vingine mbalimbali ambao nitakuwa niendelea kuleta na kuweka katika hii channel. Basi ninakutakia tafakari njema na wakati mwema kutoka hapa studio Vitabu na Uchambuzi. Ninakuaga nikisema bye bye. I appreciate you. Thank you so much to be with us. Thank you.